ya leo tunahubiri zote katika jina la Yesu Kristo. Tunafanya nini? Tunahubiri zote. Kwa hivyo nitaanza na hili neno. Nilikuwa nifundishe neno lingine siku ya leo, lakini asubuhi nilipokuwa katika maombi, Roho Mtakatifu wa Bwana akanizungumzia ili neno. Mimi sikuwa nimepanga kuhubiri neno, by the way. Nilikuwa niendelee kufundisha kuhusu kutoka katika mwili kuingia katika roho. Hiyo ndio ilikuwa niendelee nayo mafundisho katika kitabu cha Wakorintho. Lakini sasa nilipokuwa naomba, Roho wa Bwana akaweka hili neno ndani mwangu katika jina la Yesu, na nitasoma kitabu ya Isaia 61 kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma mstari wa kwanza na wa pili, kisha nitaeleza kitu, alafu tutaendelea katika jina la Yesu Kristo. Na nitasoma: Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na siku ya kizazi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Haleluya. Nimesema Roho Mtakatifu wa Bwana asubuhi nilipokuwa naomba, ili neno aliliweka kwa moyo wangu leo kulingana mipango yangu na makusudi yangu kama mchungaji ama kama mtu. Nilikuwa niendelee kufundisha kitabu cha Wakorintho kuhusu kutoka katika mwili na kuingia katika roho, lakini Roho Mtakatifu wa Bwana akaweka ili neno ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu, kwa ajili ya maombi tunayoendelea nayo kuhusiana na wokovu na ukombozi. Maana tumesoma Biblia inasema Roho wa Mungu ako juu yangu. Ili neno linazungumzia Yesu Kristo Bwana na kile ambacho Mungu alimtuma kutenda. Bwana asifiwe. Inazungumzia nani? Yesu Kristo Bwana na kile ambacho Mungu alimtuma kufanya. Na ndiposa anasema Roho wa Mungu ako juu yangu. Na Biblia inasema, na kwa sababu hiyo Bwana amemtia mafuta. Haleluya. Bwana amemtia mafuta. Kwa nini Roho Mtakatifu ako juu ya Yesu Kristo? Nipungieni mkono. Kwa nini Roho Mtakatifu amekuja kwa Yesu Kristo? Biblia inasema ni kwa sababu Bwana amemtia mafuta. God has anointed him. Na Bwana amemtia mafuta kufanya nini? Roho alikuja juu ya Yesu Kristo kwa kuwa Bwana alimtia mafuta ili kufanya mambo ambayo tutakayo yaona. Nazungumzia Yesu Kristo kabla sija kuja kwetu, kutenda mambo ambayo tutakayo yaona. Bwana asifiwe. Na tumekuwa tukijifundisha kitabu cha Wakorintho, na kitu kimoja ambacho kimetokeza na ni kweli, linasema ya kwamba sisi tuwatenda kazi pamoja na Yesu Kristo. Na kitu cha pili ningetaka tujue ni kwamba huyu Roho aliye ndani ya Yesu Kristo, huyo Roho ndiye aliye ndani mwetu. Haleluya. Nipungieni mkono. Na kusudi lile ambalo Mungu alitia Yesu Kristo mafuta kulitenda. Maana Biblia inasema God as the Holy Spirit, the Spirit of the Lord is upon me. Why? Because the Lord has anointed me. Maana Bwana amenipaka mafuta, Bwana ameniita kufanya 1, 2, 3. Kwa hivyo Roho wa Bwana ako juu yangu. Tumeona katika Biblia, sio sisi, haleluya, sio hata hakuwa Yesu Kristo mwili, bali Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu aliingia ndani mwake, maana alikuwa ameteuliwa, alikuwa ametiwa mafuta kwa ajili ya kufanya hii shughuli ambayo tutaiangalia hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho wa Bwana halikuwa ni kumwezesha kutenda haya
ambayo Mungu alimtia mafuta kutenda katika jina la Yesu Kristo, na sisi tuwatenda kazi pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Wacha nisome kitu katika kitabu cha Wakorintho alafu tuendelee. Nataka tuende pole pole na tuelewe katika jina la Yesu. Sitaenda haraka, naenda pole pole ili tuweze kuelewa. Kitabu cha Wakorintho wa pili 1:21. Wakorintho wa pili 1:21 katika jina la Yesu. Nilikuwa ni quote lakini wacha nisome katika jina la Yesu. Sita quote, kusoma kuna nguvu. Wakorintho wa pili 1:21 nitasoma. Inasema hivi: Bwana basi Mungu yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Nitarudia. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Haleluya. Ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo Mungu hata sisi anatutia nini? Mafuta. Ametia kila mmoja mafuta. Haleluya. Ametia kila mmoja mafuta. Kwa nini Bwana ametia kila mmoja wetu mafuta? Kila mmoja is anointed. Haleluya. Christ means anointed. Amepakwa mafuta. Kila aliyeokoka, Pastor Morris, amepakwa mafuta. Kila aliye kwa Yesu amepakwa mafuta, na amepakwa mafuta kufanya shughuli fulani, hasa shughuli ambayo Yesu Kristo alikuja kuitenda. Wacha nisome kitu, kitabu cha Wakorintho wa pili 6:1. Wakorintho wa pili 6:1. Nataka tuende pole pole. Inasema, basi tukitenda kazi pamoja na Kristo tawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa hivyo inasema tuwatenda kazi pamoja na Kristo. Kile Kristo Yesu alipakwa mafuta kutenda, na sisi tunapofanya kazi pamoja naye tumepakwa mafuta kufanya. Na kwa sababu Mungu ametupaka mafuta, basi hata Roho Mtakatifu aliye juu ya Yesu. Na wacheni waambie, huyu Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Yesu ndio Roho Mtakatifu huyo aliye nasi, si roho tofauti. Roho Mtakatifu aliyekuwa na Yesu katika mwili ndiye Roho Mtakatifu aliye nasi. Haleluya. Tunaendelea. Kwa hivyo kile Roho wa Bwana alishuka kuwezesha Kristo kufanya, hicho ndicho Roho Mtakatifu Pastor Morris ameshuka kwetu kutuwezesha kufanya katika haya maisha katika jina la Yesu. Na tuangalie kitu katika Biblia pia, nitasoma katika jina la Yesu, kitabu cha Yohana 14:12. Kitabu cha Yohana 14:12 nitasoma kabla sijaingia mahali pale nataka kuingia katika jina la Yesu, ili tuweze kuingia to the next level. Yohana 14:12, Yesu anasema hivi: amini amini. Niliwaambia ukiona kitu Yesu anarudia, anasema amini amini, anarudia mara mbili, amini ama amini. Yesu Kristo anatilia mkazo, anatuambia amini amini, tuamini na tuamini. Anasema tuamini nini? Yohana 14:12 nitasoma. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yesu anaambia wanafunzi, amini amini. Kazi nizifanyazo ni kazi gani Yesu alifanya? Tutaangalia mahali hapa. Yesu anatuambia amini amini, hizi kazi nizifanyazo na nyinyi mtazifanya. Yesu anasema kwa sababu naenda kwa Baba. Hapa anazungumzia hata anapowaambia Roho Mtakatifu atakapokuja juu yao, hizi kazi nazo sisi tutazifanya. Ni kazi gani hizi ambazo Yesu Kristo alipakwa mafuta asifanye? Zimo katika kitabu ya Isaia 61. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta.
Haleluya. Kwa hivyo Roho wa Bwana ako juu yetu katika jina la Yesu. Roho wa Bwana ako juu yangu, Roho wa Bwana ako juu yako, Roho wa Bwana hako juu ya kanisa hili, kwa kuwa Bwana Mungu ametutia mafuta. Niliambia wale wa asubuhi na nitawaambia, Mungu anaambia nyumba ya Israeli, sijawaambia mkusanyike bure. Na mimi nitaka niwaambie, hakuna yule aliyekuja hapa kwa sababu nilimwalika mimi. Hakuna hata mmoja. Pastor Morris, niseme ama nisiseme, aliniambia tukiwa Mombasa, alisema hata ifanye huduma na mimi, lakini yuko hapa anafanya huduma na mimi. Kwa sababu gani? Ni mapenzi na makusudi ya Mungu, si mapenzi na makusudi ya Pastor Morris. Ni mapenzi na makusudi ya Mungu. Wewe kuwa hapa si mapenzi yangu, haunijui, hatujatoka pahali fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ambacho wewe kama mtu binafsi ukiwa mahali hapa, Mungu amekutia mafuta wewe utende, na Roho wa Mungu ako pamoja nawe. Na kama kusanyiko, kama kanisa, kuna kitu ambacho Mungu ametuitia kwa pamoja kitimie kwetu na tutimize. Hivyo Bwana anakusudi. Kama kanisa ametutia mafuta, kama watu binafsi ametutia mafuta katika jina la Yesu, na Roho Mtakatifu wa Bwana hako juu yako, na Roho Mtakatifu wa Bwana hako juu yetu. Na kwa hivyo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Bwana na kutiwa mafuta, kutiwa mafuta ni kusudi la Bwana la kufanya kitu fulani. Hayo ambayo Mungu ametuitia, hayo ambayo Mungu amekuitia katika jina la Yesu Kristo, kwa Roho Mtakatifu wake yatatimia katika jina la Yesu Kristo. Kama mtu binafsi yatatimia, na kama kanisa yatatimia, kwa sababu Roho wa Bwana ako juu yetu, na Bwana ametutia mafuta. Ametutia mafuta akatupatia uwezesho wa Roho Mtakatifu. Na ndiposa Yesu Kristo Bwana aliambia wanafunzi, nimewatuma, nimewapaka mafuta, ila msiende msipaka mtapokea Roho wa Bwana. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana ako juu yetu kama mtu binafsi na kama kanisa, na tumetiwa mafuta na tunatenda kazi pamoja na Yesu Kristo. Ni kitu gani ambacho Yesu Kristo alitiwa mafuta kufanya? Ni kitu gani ambacho tumetiwa mafuta kufanya katika maisha yetu na katika maisha ya watu wengine? Tumetiwa mafuta. Mungu ametutuma, Mungu ameachilia Roho wake Mtakatifu katika jina la Yesu. Kila aliyeamini katika jina la Yesu ametiwa mafuta. Kila aliyemwamini Yesu anasema, amini amini na waambia, yeye animia hani, whoever believes in me animi. Naitwaje? Mke wangu nisaidie. Aminiaye, animiniaye, whatever it is, yeye anayemwamini Yesu Kristo Bwana. Haleluya. Ametiwa nini? Mafuta kutenda haya. Jua hayo, umetiwa mafuta na Roho Mtakatifu wa Mungu ako juu yako. Roho Mtakatifu wa Mungu ako juu yetu kama mtu binafsi na kama kanisa. Na kitu kimoja ambacho Bwana ametutia mafuta katika jina la Yesu kutenda pamoja na Yesu ni, Bwana amenitia mafuta, Bwana amekutia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Kwa hivyo tumetiwa mafuta, kitu cha kwanza ni kutangaza habari njema. Habari njema, kutangaza. Biblia Kiswahili inasema to preach good tidings. Good tidings, kuhubiria watu wanyenyekevu, maskini wa rohoni, habari njema. Habari njema. Kwa hivyo Mungu ametutia mafuta, Mungu ametupatia Roho wake Mtakatifu kuhubiri habari njema. Kwa hivyo ni juu yetu katika jina la Yesu. Habari moja njema ni Injili. Injili ni habari njema. Kitu cha pili, haleluya, ni kutangazia watu mema juu ya maisha yao. Na kwa sababu ni kusudi la Bwana, na kwa sababu Roho Mtakatifu ako juu yetu, na Bwana ametutuma, na Bwana ametuagiza, huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, yale tunayoyasema yatatendeka katika jina la Yesu, yataumbika katika jina la Yesu. Nisikie, haleluya, nipungieni mkono. Enyi wana wa Mungu, tuelewe haya mambo, tufahamu haya mambo, tujielewe katika jina la Yesu. Na wacheni waambie, tutakapojielewa sisi ni kina nani, tutakapojielewa uwezo na nguvu na mamlaka ambayo Mungu ametupatia, tutakapoelewa nguvu na uwezo
ambao tulio nao ndani ya Kristo Yesu tutabadilisha maisha yetu, tutabadilisha hata na maisha ya wengine katika jina la Yesu Kristo. Wacheni waambie kitu. Mungu ametujaza Roho Mtakatifu. Linasema hivi, ulimwengu pale mwanzo kabla haujaumbwa ulikuwa ukiwa. It was chaotic. Hallelujah. It was chaotic. It was ukiwa unaitwaje? Hallelujah. It was void. Hallelujah. Thank you. The world was void and chaotic. Biblia inasema the Holy Spirit, hallelujah, Roho wa Bwana alitamia mahali pale. It was chaotic. Hallelujah. It was chaotic. Ilikuwa chaotic, ilikuwa void. Lakini Roho wa Mungu alitamia mahali pale. Roho wa Bwana aliingia ndani ya Yesu, alitamia ndani ya Yesu. Kuna kitu ambacho kinahitajika hata kama Roho Mtakatifu ako mahali. Hata kama Roho Mtakatifu ako mahali, kuna kitu kinahitajika, kinaitwa neno. Inaitwa nini? Neno. Good tidings, injili, neno. Wakati unanena mahali Roho wa Bwana yumo, Roho anatenda hilo neno. Roho anaumba katika jina la Yesu. Ndio tunahubiri Roho wa Mungu hako ndani mwetu. Tunahubiri habari njema. Where there is void, Roho wa Bwana analeta kitu. Where there is chaos, Roho wa Bwana analeta konta katika jina la Yesu Kristo. Lakini shinda ni kwamba tuna Roho wa Bwana ametamia, ako tayari, lakini midomo imenyamaza. Hallelujah. Midomo imefanya nini? Kwa hivyo tunastahili katika jina la Yesu kuhubiri habari njema, kutangazia watu habari njema katika jina la Yesu, habari za wokovu, habari za msamaha wa dhambi, habari za kuokolewa, habari za uponyaji. Haleluya. Habari za ukombozi. Watu wamesikia habari mbaya, wameambiwa habari mbaya sana, wamenenwa habari mbaya, wameambiwa maneno mabaya, lakini Roho Mtakatifu ako ndani yetu. Bwana ametupaka kwa ajili ya habari njema, kwa ajili ya injili, kwa ajili ya maneno mema. Na wacheni niwaambie, tutakaponena hayo maneno katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu wa Bwana Mtakatifu wa Bwana atayafanyia, atayapa uhai. Tumeambiwa habari mbaya, ni juu yetu tuambie habari mzuri katika jina la Yesu. Pastor Morris, tusomee. Nasema amini amini nawaambia, tutafanya kazi kubwa kuliko hizi nisifanyazo. Biblia inasema atakayeambia mlima ng'oka, mlima utang'oka. Kwa hivyo sisi tunastahili kusikia habari nzuri. Tunastahili kutangaziwa habari na kutangaza habari njema. Soma Lamentations 3:37. Tufanye kitu. Lamentation 3:37, the Bible says, who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? Biblia inasema nani atasema neno na litimie ikiwa Bwana hakuwa pamoja naye? Kwa hivyo kwa nini Yesu anasema habari njema? Ni kwa sababu ya habari mbaya na yale ambayo habari mbaya iliyoleta. Wacheni waambie, nipungieni mkono. Wacheni waambie ukweli. Sisi tukinena maneno kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu, hayo maneno yanatimia. Na mimi nawaambia ukweli nikiwa mbele zake Bwana, mwanadamu mwingine aliye na upako wa shetani anene maneno kwa upako wa shetani pasipo nguvu za Mungu mahali kupinga yale maneno, shetani atayatimiza. Nipungieni mkono. Sisi tunene neno kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, yatatimia. Mwanadamu mwingine, mchawi, muganga, mwenye chuki, mwenye wivu, anene maneno pia na pasiwe na nguvu za Mungu kupinga yale maneno. Vile vile Roho Mtakatifu anavyotimiza maneno yetu. Aliye ndani yetu Roho wa Bwana, aliye ndani ya wachawi ni mapepo maroho machafu.
aliye ndani ya watu wabaya ni mapepo na maroho machafu. Pasipo kupingwa na nguvu za Mungu, hayo wanenayo yatatenda. Ndio sababu wananena, wanatuma kigonjwa kinashika mtu, wanatuma umaskini unashika mtu, anatuma ule mambo wanayoyatuma pasipo nguvu za Mungu. Mashetani nao, kwa kuwa mashetani uiga Mungu, uiga roho wa Bwana, nayo yanafanya yale. Lakini katika jina la Yesu leo, katika jina la Yesu tunabadilisha mambo. Biblia inasema hivi: ni nani atakaye nena neno na ikiwa Mungu hakuliagiza litimie? Kwa hivyo maneno yote katika maisha yetu ambayo Mungu hakuagiza, tunaponena habari njema tunayakanzu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana asifiwe. Sema nyuma yangu, sema katika jina la Yesu. Sema kwa sauti, amini amini nawaambieni, atakaye niamini kazi nifanyazo atazitenda. Na Yesu anasema amini amini nawaambia tena, atakaye ambia mlima huu ng'oka na usiwe na shaka utang'oka. Amini amini nakwambia, usiwe na shaka. Sema kila neno, sema kila neno lililonenwa kinyume nami likazaa matunda, ama lilazaa matunda katika jina la Yesu, sawa sawa na andiko hili Lamentations 3:37 ambalo linasema, ni nani huyo aliyenena neno likatimia na likutoka kwa Mungu? Kwa hivyo huyo aliyenena neno alikutoka kwa Mungu juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya hali zangu, juu ya huduma yangu, juu ya chochote changu, katika jina la Yesu. Kila neno alikutokana na Mungu kwa neno hili, it is nullified, it is nullified in the name of Jesus. Pigia Bwana wetu Yesu makofi. Hallelujah. Kwa hivyo habari mbaya, it is nullified in the name of Jesus. Twastahili tunene habari njema, na sisi habari njema tutanena katika jina la Yesu. Tunaendelea. Yesu anasema kuwakanga wale ambao waliovunjika moyo. Kwa hivyo Yesu anasema na sisi waliovunjika moyo, Roho wa Bwana aliye ndani yetu anasaidia kukanga waliovunjika moyo. Kama uko mahali hapa leo umevunjika moyo, Roho Mtakatifu wa Bwana ataponya moyo wako. Moyo uliojeruhiwa, nafsi iliyojeruhiwa, ni kazi ya Roho Mtakatifu, ni kazi yetu katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Binasema kuwaweka huru ambao ni mateka. Kuwaweka huru ambao ni yes, walio mateka. Roho wa Bwana katika jina la Yesu ako juu yetu, ako juu yako. Haleluya. Na Bwana ametupaka mafuta, ndiye ametupatia Roho wa Bwana. Haleluya. Wote ambao waliofungwa katika jina la Yesu tuwaweke huru. Mateka wa shetani katika jina la Yesu tuwaweke huru. Roho wa Bwana anatuwezesha, si watu peke yake, vitu vyote ambavyo ibilisi ameteka vyetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana kupitia yeye, haleluya, fedha zetu, biashara zetu, huduma zetu, ndoa zetu, chochote ambacho kiko mateka katika jina la Yesu, kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu, Mungu ametupaka mafuta kila mmoja wetu. Haleluya. Kila mmoja wetu, si mimi mhubiri peke yake, kila aliyeamini Yesu Kristo Bwana amepakwa. Roho wa Bwana amemjaza, haleluya, kuwatangazia hao mateka uhuru wao. Yes, neno Roho Mtakatifu anatenda. Lako ni kunena, unaachia Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema nyuma yangu, katika jina la Yesu. Sema kwa sauti, katika jina la Yesu. Wako wangu aliye mateka katika jina la Yesu natangaza aachiliwe huru, naamurisha aachiliwe huru katika jina la Yesu. Sasa nakupatia dakika moja, mutaja kwa jina. Wewe unajua yule unayetaka haachiliwe, amekamatwa, ni mateka wa shetani, ni mateka wa ulevi, ni mateka wa anasa, ni mateka wa dhambi, ni mateka wa chochote kile. Nena katika jina la Yesu. Tumo katika uwepo wa Bwana.
nena, Mungu anasikia. Nimesema ibada ya leo ni ya maombi, tunahusika zote katika jina la Yesu. Nena, 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 nena. Mtu ambaye ama kitu ama biashara kwa dakika 2, nena iachiliwe. Roho wa Bwana hako ndani mwako. Hilo neno katika jina la Yesu, huyo mtu, hicho kitu unaponena katika jina la Yesu, ninatangaza hizo njela sinamwachilia katika jina la Yesu. Kumbuka Biblia inasema Petero aliposhikwa akapelekwa njela na kanisa likawa linaomba. Unaomba sasa, Mungu anasikia maombi yako. Inasema na Mungu akatuma nani? Akatuma malaika kule njela na akafungulia Petero katika jina la Yesu. Huyo mateka, Mungu atume malaika, na Mungu anatuma malaika. Unapomwambia huyo mtu, hiyo biashara, iwe ni mume wako, iwe ni bwanako, iwe ni ndandako, iwe ni rafiki yako, iwe ni biashara yako, iwe ni mtoto wako, katika jina la Yesu, dakika hii na kuambia Mungu Baba wa mbinguni anatuma malaika. Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, Mungu aliyetupaka anatuma malaika, nao mateka katika jina la Yesu wanaachiliwa huru, wanaachiliwa huru, wanaachiliwa huru. Binasema ni sisi, Bwana ametupaka mafuta katika jina la Yesu. Wote ambao walio mateka ya shetani, wote ambao walio mateka ya wachawi, walio mateka ya waganga, katika jina la Yesu, vitu vyetu vilivyo mateka, Mungu katika jina la Yesu ametutuma. Na Baba atume malaika sawa sawa neno lake, wafunguliwe. Neno la Bwana ni kweli, neno la Mungu ni kweli, neno la Mungu ni kweli katika jina la Yesu. Ahadi za Mungu ni kweli katika jina la Yesu. Kwa hivyo yeyote unajua, inasema kuwatangazia uhuru wao, watangazie katika jina la Yesu. Linasema waendelea katika jina la Yesu. Endelea unaposikiza, wataja kwa majina, taja kila kitu kwa jina lake. Iwe ni biashara, itaji. Nimesema ibada ya leo ni ya maombi na matangazo. Tunaendelea na maombi hivyo hivyo. Maneno yako yana nguvu. Roho wa Bwana amekutia mafuta, na Mungu amekujaza Roho wa Bwana. Tuwatenda kazi pamoja na Yesu. Roho aliyekuwa ndani ya Yesu ndio Roho aliye ndani yetu katika jina la Yesu. Haleluya. Hao mateka huru wa. Kwa hivyo mateka tunawaachilia. Halafu kitu cha pili, kuna watu wamefungwa katika jela. Kuna watu wamefungwa katika jela. Kuna biashara zimefungwa katika jela. Wacheni waambie, vile hawa watu waagizo ufanye. Uchukua kitu cha mtu, wanachukua nywele, wanachukua nguo, wanachukua mahali amekanyanga, wanaweza picha. There must be a point of contact ambayo inawakilisha mtu, ama ambayo inawakilisha mahali. Weza kuwa ni picha, weza kuwa ni mchanga wameokota, weza kuwa ni nguo, weza kuwa ni nywele, chochote. Lazima there must be a point of contact ambayo wanatumia. Na ile point of contact huwa enter, wanaiweka mahali, wanaweka kwa nyungu, wanaweka chooni, mahali popote. Wanasema mtu fulani tumemfungia hapa. Lakini Biblia inasema kutangaza waliofungiwa jela kama hizo uhuru wao. Kama kuna mtu wenu ambaye unaona maisha anayoishi si kawaida, si kupenda kwake, hata wewe unaweza kuwa maisha unaishi unang'ang'ana kabisa, unaona hapana, hii si kawaida, hii si kawaida, katika jina la Yesu Biblia inasema sisi tunatangaza kufunguliwa kwa wale ambao wamefungwa njela za kichawi, njela za lahana, njela za chochote, kupitia upako Mungu ametupaka na Roho Mtakatifu. Tunaponena, Roho wa Bwana anachukua hilo neno analifanyia kazi. Kwa hivyo kwa dakika zingine 2, yeyote unaona ako njela, hata kama ni wewe unaona uko njela, kazi yako, biashara yako, kuna vitu ambavyo unaona kabisa hii ni kifungo, katika jina la Yesu nena kuachiliwa kwao. Hivyo Baba, katika jina la Yesu mimi nanena washirika wa hapa walio njela za kichawi na kiganga waachiliwe katika jina la Yesu. Wewe nena ya kwako katika jina la Yesu. Fedha zetu ambazo zimefungwa, fedha zetu zimewekwa kwa chungu, zimewekwa mahali, zimewekwa na wachawi na waganga na waabudu shetani na watumishi wa ibilisi, katika jina la Yesu Kristo tunanena mchana wa leo kuachiliwa, 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 kuachiliwa. Mateka waachiliwe waliofungwa njela. Hizo nyungu sipasuke, hizo chupa sipasuke, chochote mahali wamewekwa na wachawi, hata wale ambao wamewekwa kwa makaburi, wamewekwa kwa miti, wamewekwa kwa barabara, hizo njela mahali popote sipasuke, sipasuke kama vile Petero. Hizo njela katika jina la Yesu. Washirika wapo waachiliwe, fedha saba ziachiliwe, karama, chochote kimefungwa, hata mawazo yaliyofungwa katika jina la Yesu Kristo yaachiliwe. Sema taja
taja, amini, Mungu atatuma Roho Mtakatifu, atatimisha hilo neno. Utaona Bwana biashara yako, dada yako, ndugu yako, washirika, kazi yako, chochote ambacho kimekamatwa, kimewekwa njela, katika jina la Yesu, na tia jina la Yesu, kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu, kiachiliwe. Washirika wetu waachiliwe katika jina la Yesu, waumini waachiliwe katika jina la Yesu, dada zetu, ndugu zetu waachiliwe, fedha zetu, biashara zetu, hatima zetu, maisha yetu, ndoa zetu, watu wetu, haleluya, waachiliwe katika jina la Yesu. Hizo njela za kiganga, za kichawi, hizo nyungu za kiganga, za kichawi, chupa kila mahali wamewekwa, in Jesus name sivunjike. Malaika wa Bwana havunje hizo nafsi, siwekwe huru katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha nisome kitu Isaiah 42:22. Endelea tu na kuomba. Isaiah, tuko ibada ya maombi leo. Ni ibada ya maombi na matangazo. Sikia katika jina la possible for a moment. Isaiah 42:22 inasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana, sikia, asemaye rudisha. Hakuna asemaye rudisha. Kwa hivyo kazi yetu ni kusema rudisha. Walio katika mateka, rudisha. Walioibiwa, rudisha. Walio katika mashimo, rudisha. Haleluya. Mungu anashangaa watu wametekwa, maisha yao yametekwa katika jina la Yesu, na hakuna asimamaye kusema rudisha. Roho wa Bwana ametupia, Mungu ametupaka mafuta, ametujaza Roho wa Bwana katika jina la Yesu. Kwa hivyo sema rudisha. Sasa nena, sema rudisha. Biashara yako irudi, sema rudisha. Nena kile umeona akimo kilienda, sema kirudishwe. Sema kirudishwe katika jina la Yesu. Sema kirudishwe. Kazi yako uliona katika ndoto imeenda, sema irudishwe. Bwanako uliona ameenda, sema rudisha. Pesa yako uliona imeenda, bidii kile inahitaji. Mungu ametupaka, ametujaza Roho Mtakatifu. Nena na kinywa chako, umepakwa, umejazwa Roho Mtakatifu. Sema rudisha. Haleluya. Na mimi nasema washirika ambao walifukuzwa na tuchawi na tuganga wakati tulikuwa hapa, washirika ambao walitawanywa na tuchawi na tuganga, katika jina la Yesu nasema rudisha. Nasema rudisha. Warudishwe katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana anaachilia jeshi la malaika. Roho Mtakatifu wa Bwana anaachilia moto, anaachilia nguvu zake. Mungu Baba anapigana hizi vita katika jina la Yesu. Fedha yetu walioiba katika ulimwengu wa roho, tunasema rudisha. Walioiba katika ndoto, rudisha. Walienda kwa uganga wakaiba, tunasema rudisha. Wakadama chote walioiba kwako, kwetu, irudishwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu anashangaa, hakuna asemaye rudisha. Bwanako arudishe, watoto wako, biashara zako, utajiri, kila kitu kilichoibiwa katika jina la Yesu turudishiwe. Tunaposema Roho Mtakatifu anatenda. Mungu kazi yetu ni kusema na kuamini kile tunachosema kitakuwa. Neno la Bwana ni upanga. Haleluya. Katika jina la Yesu. Kwa hivyo sema virudishwe katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Sema virudishwe na vitarudishwa katika jina la Yesu na damu mtakatifu. Haleluya. Malizia kurudisha na tuendelee. Mstari wa pili tunaendelea. Hii ni ibada ya maombi na maombezi. Roho Bwana, mimi sikuwa nimepanga, na waambia ukweli, nilikuwa nifundishe kutoka katika mwili na kuingia katika kiroho, kitabu cha Wakorintho. Lakini asubuhi Roho Bwana akaniambia hapana, fanya ibada, na akanipa ile andiko asubuhi nilipokuwa naomba masaa ya saa 10 katika jina la Yesu Kristo. Na nikaenda nikaandika note sawa sawa na vile Roho wa Bwana
alivyoniongoza. Kwa hivyo ibada ya leo ni ya Roho wa Bwana. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka kutenda kwetu. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka kutenda kwao, na Roho Mtakatifu wa Mungu atakitenda katika jina la Yesu. Atatenda. Roho wa Bwana atatenda. Hakuna wa kumpinga, hakuna wa kumzuia. Hakuna kachawi kakupinga Roho Mtakatifu, hakuna kaganga, hakuna kabundu shetani kakupinga Roho wa Bwana. Hakuna maroho ya ukoo ama ya kisu. Hakuna chochote kinachopinga kile Roho wa Bwana anaweza anatenda kwetu. Wanaweza katupinga sisi, lakini hawezi kupinga Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni Roho Mtakatifu tunamwachia nani? Roho wa Bwana. Tunasema tunaachia nani? Roho wa Bwana. Wacha wapigane na Roho Mtakatifu. Acha wachawi wapigane na Roho Mtakatifu. Acha mashetani yapigane na Roho Mtakatifu. Tuone nani mwenye nguvu. Vita si vyetu. Unasikia? Vita si vyetu. Haleluya. Vita si vyetu. Katika jina la Yesu. Vita si vyetu. Kabla hatujasoma hiyo mstari wa pili, wacha nisome kitu hapa, na hope nitakiona nikisoma jana. Hope nitakiona. Nitakiona. Nimekiona. Mambo ya Nyakati. Nataka uone unapomtegemea Bwana. Kwa hivyo tunapotangaza hizi vita tunasiachia Roho Mtakatifu. Tunaachia Yesu. Haleluya. Kwa hivyo tunaposema Roho wa Bwana aliye ndani yetu, Mungu aliyetupaka mafuta kutenda haya, tunaponena Mungu anachukua ushukani, tunampatia idhini. Haleluya. Tunampa Mungu idhini. Huyu ni hasha, nisikie. Ni hasha. Haleluya. Kisha akatoka juu yao. Kitabu cha Mambo ya Nyakati 2:15 kuanzia mstari wa 9. Wacha nisome. Kisha akatoka juu yao Sera Mkushi, mwenye jeshi elfu. Au ni watu milioni moja. Jeshi ngapi? Milioni moja. Na magari 300 akaja Meresha. Akatoka Hasha Amlaki, wakapanga vita Meresha bondoni mwa Sefani. Naye Hasha akamulilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliyewakusaidia. Kati yake yeye aliye ontari na yeye asiye na nguvu utajisaidia, Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi twakutegemea wewe, na kwa kuwa jina lako tumekuja juu ya jamii kubwa hii. Bwana, ewe ndiye Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Second Chronicles 14 from verse 9. Second Chronicles 14 from verse 9. Nitaendelea. Nimeachia wapi? Mstari wa Bwana, wewe ndiye Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Juda, na Wakushi wakakimbia. Asa watu waliokuwa pamoja naye wakafuata Bagerari, na wengi wakaanguka kwa Wakushi hata wasiweze kupona, kwa sababu walianguswa mbele za Bwana na Bwana mbele ya jeshi lake, na hao wakachukua mateka mengi sana. Haleluya. Bwana huyu Asha alivamiwa na wanajeshi 1,500,000 kwa sababu alimtegemea Bwana. Sisi amano tunasema tunategemea Bwana, na hiyo siku vita ikawa ya Bwana. Kwa hivyo leo vita ndisi yetu ni ya Roho Mtakatifu. Kile unasema Roho wa Bwana atatoka na pigane hizo vita katika jina la Yesu. Nitaendelea kwa kasi kwa sababu ya muda. Mstari wa pili, Isaia 61. Sitaki leo tuchelewe katika jina la Yesu. Sasa nitaenda kwa kasi. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Tusomee Wakorintho wa pili, yule aliambia asome Wakorintho wa pili 6:2. 2 Corinthians 6:2. Niseme kitu. Ni nani aliambia asome? Bena kwa wapi? Bena atengeza mesa ya Bwana. Tusomee Simon. 2 Corinthians 6:2.
1, 2. 2 Corinthians 6:2. The Bible says, for he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Amen. Binasema ya kwamba kutangaza mwaka uliokubalika, kutangaza majira yaliyokubalika. Tuko pamoja? Nipungieni mkono. Si kama mnani. Roho wa Bwana ako juu yetu kutangaza mwaka uliokubalika, kutangaza majira yaliyokubalika. Nilipokuwa naomba asubuhi, kuna maroho niliona yanasumbua watu, na mojawapo ni roho ya rejection, roho ya kukataliwa. Niliona maroho 7 yanayosumbua watu hapa na mahali kwingi, na mojawapo ni roho, the spirit of rejection, the spirit of. Lakini sasa na watu wengi wana roho ya rejection. Kipi nasema mwaka uliokubalika, majira yaliyokubalika, kutangaza. Mimi nasema kutangaza. Kufanya nini? Kufanya nini? Kutangaza. Kwa hivyo ni wewe, haleluya, ni wewe unayetangaza. Sikia, Biblia inasema vizuri, kutangaza. Sema kutangaza. Sema kwa sauti, kutangaza. Kutangaza nini? Mwaka uliokubalika. Kwa hivyo yeyote ambaye anaona roho ya kukataliwa, the spirit of rejection, mahali unaiona, iwe ni katika maisha yako, iwe ni katika maisha ya mtu mwingine, kuna kazi. Roho Mungu ametupaka mafuta na ametunjaza Roho Mtakatifu. Kitu cha pili kufanya ni kutangaza mwaka uliokubalika. Ukinyamaza, usipotangaza, Biblia inasema kutangaza. Kufanya nini? Kutangaza. Lakini watu wanaona the spirit of rejection na hawatangazi majira na mwaka uliokubalika kwako. Na Biblia inasema nini? Mahali tumesoma, Mungu anaambia kanisa la Wakorintho, siku ya kukusaidia nilikusaidia, siku ya wokovu nilikusaidia, na wakati uliokubalika ni sasa. Haleluya! Wakati uliokubalika ni sasa. Wakati wako wa kukubalika ni sasa katika jina la Yesu. Lakini kuna kutangaza. Wewe mwenyewe usimame. Ukiona unakataliwa, ukiona the spirit of rejection, binasema unatangaza kukubaliwa, unatangaza mwaka uliokubaliwa. Kwa hivyo kuna kutangaza. Unasimama unatangaza katika jina la Yesu. Mahali unaona the spirit of rejection, ni wewe unasema kutangaza mwaka uliokubaliwa, majira yaliyokubaliwa. Ni wewe usimame na utangaze katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. Kwa hivyo unapotangaza vinakuwa, haleluya, vinakuwa. Unasema huu mwaka ni wangu sasa. Haleluya. Vinasema sasa. Unasema sasa katika jina la Yesu ni wakati wa biashara yangu kukubalika. Sasa ni wakati wa huduma yangu kukubalika. Sasa ni wakati wangu wa kukubalika katika jina la Yesu. Na kwa pamoja katika jina la Yesu, sawa sawa na hilo neno, sema katika jina la Yesu. Sema kwa sauti. Jamani, tunafanya ibada pamoja. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti, katika jina la Yesu. Sawa sawa neno la Bwana. Ninatangaza katika jina la Yesu, huu ndio wakati wangu wa kukubalika katika jina la Yesu. Huu ndio wakati wa huduma yangu kukubalika hapa Kitengela. Huu ndio wakati wa biashara yangu kukubalika hapa Kitengela. Huu ndio wakati katika jina la Yesu wa kukubalika kila pahali Mungu amenituma, wa kukubalika. Haleluya. Kila pahali Mungu ameniweka katika jina la Yesu. Rudieni tena. Binasema kutangaza, na sisi tunatangaza. Kwa hivyo tangaza katika jina la Yesu. Sema nyuma yangu, katika jina la Yesu. Sawa sawa neno la Bwana.
Kwa sababu kama katika jina la Yesu, sawa sawa neno la Bwana, tunatangaza, ninatangaza, huu ndio wakati wangu wa kukubalika katika jina la Yesu. Huu ndio wakati wa kukubalika. Kila mahali Mungu ameniweka, kila mahali Mungu amenituma, ni wakati wangu wa kukubalika katika jina la, sema katika jina la Yesu. Ninatangaza kibali cha Mungu juu yangu. Ninatangaza kibali cha Mungu juu yangu. Ninatangaza kibali cha Mungu juu ya huduma hii, juu ya kanisa hili katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Endelea na kutangaza. Roho wa Bwana ako juu yetu. Bwana ametupaka mafuta katika jina la Yesu. Tangaza, usinyamaze. Tangaza kibali kwa biashara yako. Tangaza kibali kwa ndoa yako. Tangaza kibali mahali unafanya kazi. Ni mwaka ulio kubalika. Nimesema siku ya wokovu ni sasa. Siku iliyokubalika ni sasa. Ni sasa. Sema mwenzako ni sasa. Kuna mwanasiasa alipenda kusema kama si sasa ni sasa hivi. Ni sasa. Kama si sasa ni sasa hivi. Ibilisi asikii, wachawi asikii. Ni mwaka wetu uliokubalika katika jina la Yesu, sawa sawa na neno la Bwana. Haleluya. Tunaendelea. Haleluya. Inasema acceptable here. Inasema siku ya kulipisha kisasi kwa Mungu wetu. Kwa hivyo kuna kulipisha kisasi kwa Mungu wetu. Wacha nisome kwa mbio katika jina la Yesu kwa sababu ya muda. Nataka ikifika saa 7 tuwe tumemaliza. Luka 18:7 na 8. Sisi tunafuata andiko katika jina la Yesu. Na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Tunafuata maandiko. Tunaenda na maandiko. Luka 18:7 na 8 nitasoma. Na Mungu je, unasikia? Binasema pia mwaka wakati wa Mungu wetu kutulipisia nini? Kisasi. Mungu ulipisia watu wake kisasi. Waovu wasikie, shetani asikie, wachawi wasikie, waganga wasikie. Mungu ulipisia watu wake kisasi. Na waambia ukweli. Na Biblia inasema kisasi ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwa hivyo Mungu ulipisa kisasi. Wanaokuendea Mungu ulipisa kisasi. Wanaoendea kanisa hili, wanaotuendea wasipotubu, Mungu ulipisa kisasi. Na waambia ukweli. Wanaotuendea wasipotubu, wanaokuendea wasipotubu na waache Pastor Morris, Mungu ulipisia watu wake kisasi. Wanaotuendea kwa uganga, itafika siku na wakati ni sasa, sawa sawa na Biblia. Biblia inasema ni sasa. Ni sasa. Ni sasa. Sema ni sasa. Sema ni sasa. Ni sasa kwa wachawi. Ni sasa kwa waganga. Kwa hiyo mashetani ni sasa. Kwa hiyo mashetani ni sasa. Turudie tena. Kwa hiyo mashetani ni sasa. Jawa asemi. Kwa hiyo mashetani ni sasa. Ni sasa. Kwa wachawi ni sasa. Kwa waganga ni sasa. Haleluya. Nasoma neno. Na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomulilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia atawalipishia tena upesi. Upesi. Bila sema Roho wa Bwana tunapotangaza, tunapofanya nini? Kibali. Tunapotangaza hayo mambo. Kwa Korintho inasema na utiifu wetu utakapokamilika, naye Bwana hataadhibu nini? Dhambi. Hataadhibu nini? Uasi. Hayo mambo tuliyaona katika Biblia katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunapotii, utiifu wetu unapokamilika, Mungu naye anatulipisia nini? Kisasi. Mungu naye hanaadhibu nini? Maovu. Sema katika jina la Yesu. Wakati sawa sawa neno la Bwana wa kunilipisia kisasi ni sasa. Sema Bwana, Bwana, sawa sawa neno lako nilipisia kisasi. Nilipisia kisasi. Lipisia ili kanisa kisasi. Sema lipisia kanisa kisasi. Lipisia mchungaji wetu kisasi. Tunaendelea katika jina la Yesu. Haleluya. Napenda mstari wa 3. Unasema hivi, Isaia 61:3. Napenda kizungu. Pastor Morris kizungu inasemaje? 61 Isaia 3. Kizungu inasemaje? Yule ana kizungu atusomee. 61:3 napokunywa maji.
Waambie baada ya leo ni tofauti, ni ya maombi na Mungu anatenda katika jina la Yesu, na mtaona matunda ya hayo maneno yenu na hayo maombi yenu. Tusomee verse 3. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. Tafsiri gani hiyo? NIV. No, King James. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a To provide. Yeah, to bestow on them a crown of. Ni gani nasema to appoint? New King James. Yes. To inasema hivyo. Yako, Bishop Biblia inasema, chukua microphone. Wewe njoo. To appoint unto them that mourn in Zion. Amen. To appoint unto them who mourn in Zion. Nani wanao mourn in Zion? Tusomewe Hebrews 12:12. To appoint. To do what, Pastor Morris? Unto them who do what? Cry in Mount Zion. Who are in Mount Zion? Tusomee Waebrania 12:22. Hebrews 12:22. Yes. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Who are they? Nani wamekuja wa Mount Zion? Hebu soma 11. No, 21. Okay, 21. And so terrifying was the sight that Moses said, I am exceedingly afraid and trembling. 22. But you have come to Mount Zion and to the city of... Who have come to Mount Zion? Unafikiria nani? Binasema ni sisi. Binasema sisi. Soma hiyo kitabu cha Waebrania sura ya 12 yote utaelewa. Binasema sisi hatuko kama wana wa Israeli waliokuwa katika mlima Sinai. Katika mlima, wana wa Israeli walipewa amri 10 katika mlima Sinai. Kipi nasema sisi tuliookoka tumo katika mlima Zayoni. Mlima Zayoni una nani pale? Tusomewe Biblia ya Kiswahili na Kiswahili tusomee pale, asome na ubiri na Kiswahili. Waebrania 12:22. Ni vizuri tuelewe haya mambo katika jina la Yesu. Na mali sasa hivi tuwe na meza ya Bwana, hata tusipoomba maombi marefu. Hiyo maombi tumetangaza yanatosha. Naona nyote ni wasomi wa kizungu, wacha mimi nisome Biblia ya Kiswahili. 12:22 nitasoma. Sikia. 12:22 wacha nisome. Inasema hivi. Bali ninyi kina nani? Kanisa. Bali ninyi, wewe na mimi. Pia inasema bali ninyi, wewe na mimi mumeufikiria mlima Sayoni. Tuko katika mlima Sayoni. Mmefikiria mlima Sayoni na mji wa Mungu aliye hai. Mji wa Mungu aliye hai. Tunaendelea. Yerusalemu wa mbinguni na majeshi wa malaika 13,000. Mkumatano nasema mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Hapo ndipo tulipo. Mlima Zayoni kuna majeshi 13,000 na Mungu aliye hai, tuko mahali hapo. Binasema kwa hivyo wale walio mahali hapo na wanalia. Ni wangapi leo tuko wanalia? Wangapi wa kanisani wanalia kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya mambo wanaopitia? Binasema roho wa Mungu ako juu ya Kristo na ako juu yangu. To appoint to them, kuwapatia hawa wanaolia. Tusomewa Obantia 1:17 napoendelea. The Bible says, but on Mount Zion will be deliverance. Achia hapo. Mimi nasema na hapo mlima Sayoni patakuwa na ukombozi. Patakuwa ni mahali ambapo watu wakija wanapata ukombozi. Na sisi tuko hapo mlima Sayoni. Kwa hivyo tukija mlima Sayoni tunapata ukombozi.
Pahali tulipo ni mahali pa ukombozi katika jina la Yesu. Spiritually, mahali tuko kiroho ni mlima Sayoni, Yerusalemu, mahali pa Bwana majeshi. Damu ya Yesu pia iko mahali pale, mahali pa ukombozi. Ni kitu gani ambacho Mungu anasema Roho wa Bwana ako juu yetu? Bwana ametupaka mafuta, amepaka Yesu Kristo mafuta katika jina la Yesu. Ni mambo gani haya ambayo tunayoyastahili kuyapata na tutayapata katika jina la Yesu tukiwa Sayoni? Sikia mstari wa 3, nitasoma. Kuagizia hao walio katika Sayoni wapewe taji la maua badala ya majivu. Kuagizia katika jina la Yesu wanaolia katika Sayoni walio na majivu. Nisikie, unaweza kuwa mlima Sayoni lakini umepakwa nini? Majivu. Lazima pawe na wakuagiza katika jina la Yesu, wakuagiza uondolewe mavazi majivu uliyopakwa na shetani. Moja anaye sema uondolewe kazi pamoja na Yesu Kristo kupitia maombi yetu, kupitia kutangaza kwetu. Tunapotenda kazi na Yesu Kristo walio na majivu katika mlima Sayoni, tunaweza waagizia taji la maua katika jina la Yesu. Unaweza kujiagizia taji la maua. Na nisikie, majivu ni nini? Is the spirit of rejection. Majivu ni roho ya kukataliwa. Majivu, aliyepakwa majivu. Pasamoro sikutana mtu amejipaka majivu, aliye na majivu na makaa ni mwenda wazimu, aliyeharibikiwa na akili. Hakuna mtu anayemwangalia, hakuna mtu anayemshughulikia. Kwa hivyo ukiwa na majivu, it is the spirit of rejection. Watu wanakuona hawakushughuliki, malaika wanakuona hawakushughuliki. Unakaa na upepo, unakaa mtu aliyetenda. Lakini Biblia inasema Roho wa Bwana hako juu yetu kwa ajili ya kuagiza maua katika jina la Yesu. Haleluya! Sema nyuma yangu, katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu ninaagiza taji la maua, taji la maua. Sema kwa imani, sema katika jina la Yesu. Ni mtenda kazi na Kristo. Kwa hivyo katika jina la Yesu naagiza taji la maua katika maisha yangu. Taji la maua, mahali kuna majivu, hiondoke, hiondoke, nipate taji la maua. Sema katika jina la Yesu naagizia mchungaji wangu taji la maua, taji la maua, taji la maua. Mahali kuna majivu yaondoke. Sema katika huduma hii tunaagiza taji la maua, mahali kuna majivu yaondoke katika jina la Yesu. Na kupatia dakika moja katika jina la Yesu. Utakuwa nafasi ya maombi marefu. Sema mahali unaona majivu, agisha taji la maua. Mahali unaona kukataliwa, agisha taji la maua. Iwe ni biashara, iwe ni ndoa, mahali unaona kuna kukataliwa katika jina la Yesu katika maisha yako, hapo ni majibu yako. Tuwatenda kazi pamoja na Kristo, tuwatenda kazi pamoja na Kristo. Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Kristo Yesu ni huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu katika jina la Yesu. Agiza, agiza taji la maua. Mahali unaona kukataliwa, agiza, litakuja. Roho wa Bwana aliyekuwa ndani ya Yesu ndiye huyo Roho. Mungu aliyempaka Yesu ndiye ametupaka. Biblia inasema tumepakwa na Mungu na Roho wa Bwana ako juu yetu. Kwa hivyo tunaweza agiza taji la maua. Agiza taji la maua juu yako, juu ya biashara. Mahali kuna kukataliwa asubuhi ya leo, agiza. Roho wa Bwana, jeshi la malaika, mahali tumesoma litatenda katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu Kristo Bwana. Agiza, agiza. Mahali unaona kukataliwa, agiza katika jina la Yesu. Haleluya. Na hii maombi uendelee nayo katika jina la Yesu unapoenda nyumbani. Msichana agiza taji la maua. Unaweza fikiria ni mrembo na maisha akaenda hivi hivi. Haleluya. Sitegemee urembo. Fikiria utaonekana kwa sababu ni mrembo. Ni wengi sana kule duniani ni warembo na waonekani na mtu yeyote. Kwa sababu ukipakwa majivu katika ulimwengu wa roho, hata unjipondoe, hata unjipake inaitwaje, makeup, ni bure. Taji la maua katika ulimwengu wa roho. Tunaendelea katika jina la Yesu. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Sema nyuma yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu
ninaagiza mafuta ya furaha katika maisha yangu. Mahali ambapo pana maombolezo, ninaagiza mafuta ya furaha katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Tunaendelea kwa sababu ya muda, nitaenda. Nasema roho nzito siondoke katika jina la Yesu. Vazi la sifa bandala roho nzito. Watu wamebalishwa roho nzito, wana huzuni, wana maombolezo kwa sababu ya mambo ya maishani. Binasema vazi la sifa ilifanyika kwa Yoshua kuhani mkuu. Mungu akatuma malaika amuondolee vazi chafu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu, kila vazi nimebalishwa na shetani, kila vazi nimebalishwa na wachawi na waganga katika ndoto, vazi chafu, vazi la moyo mzito, vazi la maombolezo, vazi la aibu. Sema kila vazi la aibu nimebalishwa na shetani na wakala wake, sawa neno hili katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, hilo vazi liondolewe. Sema kwa sauti, liondolewe. Kila vazi chafu katika ndoto, la miguuni, la mavazi, la uchawi na uganga, la umasikini, la kukataliwa, kila vazi sawa neno hili chafu liondolewe kwa damu ya Yesu. Liondolewe, nivalishwe vazi la sifa. Sema katika jina la Yesu, nivalishwe vazi la sifa in Jesus name. Amen. Uvalishwe vazi la sifa katika jina. Bila sema Mungu anatenda hivyo ili tuweze kuitwa miti ya haki iliyopandwa na nani? Na Mungu. Hayo mambo yafanyike kwetu, yafanyike katika jina la Yesu. Sema hayo mambo katika jina la Yesu yafanyike. Mambo niliyonena, mambo niliyoomba. Sema Biblia inasema hivi. Sema hivyo. Sema neno la Bwana linasema, nikiambia mti ng'oka, nisiwe na shaka, utang'oka. Nikiambia mlima ng'oka, nisiwe na shaka, utang'oka. Sema hayo maneno niliyoyanena yatendeke maishani mwangu katika jina la Yesu, ili niitwe mti wa haki uliopandwa na Mungu kwa utukufu wake katika jina la Yesu. Mstari huu unasema ili tuweze kujenga, haleluya, mahali paukiwa, mahali palipoachwa vizazi hadi vizazi. Hii inaniambia nini? Haya mambo yakifanyika maishani mwangu, patakuwa na urejesho wa ajabu maishani mwetu. Binasema hata mahali palipobomeka kitambo, vizazi hadi vizazi, mambo mababu kuliharibikia mababu. Pastor Morris, tunaweza sisi tukatengeza vilivyoibiwa kwa mababu vikarudi kwetu kwa mababu. Binasema vizazi hadi vizazi. Mahali palikuwa ukiwa, mahali ambapo paliharibika, mahali waliibiwa na shetani, mahali yao waliibiwa na shetani, mababu yanaweza kuja kwetu katika jina. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Silivyoibiwa kuanzia kwa mababu kuja kwa baba na kuja kwangu, sawa neno la Bwana, virudi kwangu. Mahali palipobomoka katika jina la Yesu nipajenge. Mahali palipokuwa ukiwa katika jina la Yesu nipatengeze katika jina la Yesu. Haya mambo yakitimia, aibu ya kwenu unaweza ukaondoa, na utaondoa katika jina la Yesu. Kwenda kuja ingia gari, kutaingia gari katika jina la Yesu.
Kwenu watu hawajaipanda ndege, watapanda ndege katika jina la Yesu. Kwenu watu hawaolewi, utaolewa. Watoto wako, mambo hayaifanyika kwenu katika jina la Yesu. Mungu akitenda haya kupitia Roho Mtakatifu wa Bwana. Sio sisi, ni Roho Mtakatifu wa Bwana. Sio sisi, ni Kristo Yesu. Umesikia? Tukimwamini Bwana katika jina la Yesu Kristo, hii ya mambo yatafanyika na yanafanyika katika jina la Yesu. Haleluya. Tunapofunga tusomee Zaburi 125 verse 3. Tunafunga, nisema leo sitawachelewesha, na mimi leo sitawachelewesha. Psalms 125 verse 3. Some Pastor Morris. The Bible says that the scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous. For then the righteous might use their hands to do evil. Amen. Tuliangalia asubuhi, Paulo anasema neno la Bwana si maneno matupu, bali ni uwezo na nguvu katika Bwana. Neno la Bwana si maneno matupu. Ndini ndio na maneno matupu, lakini mahali Roho Mtakatifu yumo si maneno matupu, ni uwezo na nguvu katika Bwana, ni dhihirisho ya nguvu na uwezo wa Bwana katika jina la Yesu. Kwa hivyo bila sema tutajenga mahali palipobomoka, Roho wa Bwana hatayatenda haya katika jina la Yesu. Maana Roho Mtakatifu wa Bwana hako juu yetu, na Bwana ametupaka mafuta. Ametupaka mafuta, ametujaza Roho wa Bwana. Sisi ni kunena na kutenda ya kwetu, mengine tunamwachia katika jina la Yesu, yatatendeka. Na ili tujenge mahali palipobomoka, haya ndiyo maombi. Utawala wa muovu hautakaa katika urithi wetu. Haleluya. Utawala wa muovu, kama vile Mungu aishivu, sawa sawa neno lake Pastor Morris, hautaketi katika urithi wetu. Kwa hivyo mahali popote katika jina la Yesu pana urithi wetu, na utawala uovu umekaa pale, kama vile Mungu aishivu, uondoke katika jina la Yesu Kristo. Simameni katika uwepo wa Bwana. Simameni katika jina la Yesu Kristo. Sema nyuma yangu, sema katika jina la Yesu. Sema kwa sauti na kwa imani. Ninyi don't despise, usidharau maneno yako. Usidharau maneno yako yana nguvu kuliko maneno ya mchawi. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti sema katika jina la Yesu. Kimali tawala wa muovu umeketi katika urithi wangu katika jina la Yesu, sawa sawa na neno hili katika jina la Yesu. Huo utawala kuanzia sasa uondolewe sawa sawa neno hili katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu kwa sauti, katika jina la Yesu. Kila mahali utawala wa shetani, wa uchawi, wa ukanga, wa uovu umeketi katika urithi wetu kama kanisa. Sema katika jina la Yesu uondolewe. Sema uondolewe. Sema uondolewe. Sema kwa biashara yangu uondolewe, kwa maisha yangu uondolewe, kwa ndoa yangu uondolewe, kwa riziki yangu uondolewe. Sema hapa kwa ushirika huu, kwa washirika hapa, Kitengela hii. Sema Kitengela hii. Sema Kitengela hii. Sema na Nairobi hii, na Kajiado hii, na Kenya hii, na ulimwengu huu, kila mahali ameketi mwovu shetani, utawala wa giza juu ya urithi wangu. Sema katika jina la Yesu. Sema kwa sauti, katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu uondolewe. Uondolewe urithi wangu, unije kwangu. Sema urithi wangu uje kwangu, urithi wa kwetu uje kwetu. Sema huje kwetu, huje kwetu katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Amen. Meza ya Bwana iko wapi? Mbio mbio. Mbio 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 mbio. Amen. Na mtaona matunda ya ibada. Mimi nawaambia mtakuja na ushuhuda katika jina la Yesu. Luka 19 mbio mbio, Kuria
Kuria na nani? Kuria na Bena. Msilale darasa. Hao watu tusiwaweke sana wakose kuja kwa ibada. Sema mchungaji naye siku hizi anachelewa. Acha nisome neno 19 ama 22 ama 19:22 ni gani Kuria? Look at 19:22. Are you sure? Hapana. 22:19. Unaona sasa nyinyi amshiki. 22:19. Yes, 22:19. Watoto ingie ndani. Hapa mvuta masikio. Naenda kuangalia simu nje ni wakati wa ibada. Waliniambia Nelias ni mkali, wanataka njaki. Hivyo Nelias unakuwa mkali, unafuta masikio vizuri. Unawavuta masikio. Nitasoma Luka 22:19. Nitasoma Luke 22 samahani. Luke 22:19. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho hivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu. Baba, katika jina la Yesu, ni asante Bwana, ulisema kila tunapokusanyika tufanye hili Bwana kwa ukumbusho wako. Tule mwili wako na tunywe damu yako inayo Bwana tolewa kwa ajili ya agano jipya. Baba, usimkate ni mwili wako, isindibei ni damu yako. Kile Bwana mwili wako ulifanya pale msalabani, ufanye kwetu Bwana, tupate uhai, tupate uzima, tupate afya na ufanisi katika jina la Yesu. Kile damu yako ilifanya Bwana pale msalabani ifanye, ilete uzima, ondoleo la dhambi, utakaso, ukombozi katika jina la Yesu. Na Baba, nawe na kukubalika nawe, kwa kuwa kwa damu ya Yesu tumekubalika Bwana. Maroho ya rejection, ndoto za rejection, Baba, tunapotumia damu yako, the spirit of rejection is now defeated in the mighty name of Jesus. We are accepted by thee and we are accepted through thee in Jesus' name. I'm blessed.